ya siku naendelea afya kuimarika. Ndiyo. Yapo kwa maumivu ambayo yanahimilika. Ndio tunaweza kusema teknolojia ambayo nimepata nini? Sema tu teknolojia ya kisasa iliyofanyika kule India. Kusudi tatizo ambalo limenisumbua kwa miaka 37. Ile tatizo nimelipata tangu na miaka nikiwa kidogo, nikiwa na miaka 14. Kwa hiyo mpaka nilikuwa na miaka 15 sana, 15. Kwa hiyo walishindwa kujua nimevunjika wapi hasa. Nilikuwa nakimbia nikiwa form 1. Sasa kwenye mbio then nikatokea ile limenisumbua miaka 17. Ni wakati na tunaanzisha matatizo mwaka wa vurugu zikatokea kunipata kwenye hip. Lakini kwa kweli miaka 37 ile tatizo lilikuwa tatizo kubwa la hip replacement. Mfupa kwenye nyonga kote kupandia sehemu nyingine. Huduma zao zote kwa siku 21 nilizokaa kwao. Na pili kwa sababu nilifika tangu tarehe 11 mwezi Novemba, japo operation ilifanyika tarehe 14. Nilitoka hapa tarehe 10 ikafika 11. Sasa nasema siku 21 mpaka. Na kwa kweli swala langu lilikuwa ni complex kidogo katika operations za hip ambazo zishawahi kufanyika. Wameamua kuja kulifuatilia jambo hili na kesho anakuja yeye mwenyewe yule daktari mfanyia operation. Japo ni kati ya madaktari bingwa India wako 3 tu. Anaitwa Dr. Daria Singh. Atakuja kesho kuja kuangalia maendeleo ya afya yangu. Kwa hiyo kesho atafikia kunifuatilia hapa kwa afya yangu inaendelea. Kwa hiyo nashukuru sana madaktari wa Zydus. Nashukuru madaktari wa Aga Khan pia. Nashukuru madaktari wa moyo, wale wote walioshiriki kwenye process hii. Operation ilikuwa ya muda mrefu. Kwanza maandalizi ya kuingia kwenye operation yenyewe yalikuwa ni maandalizi rafiki. Ni mazingira rafiki ambayo sio ya kutisha. Na niliingizwa kwenye hicho chumba cha kufanyia operation niliingizwa saa 1:20 asubuhi. Mpaka nilivyotolewa saa 7 kasorobo mchana. Kwa saa 6:45. Hata nilivyotolewa madaktari walikuwa karibu sana na mimi na kuniangalia. Kwa hiyo niseme kitu ambacho sasa ni ule upendo na mazingira rafiki ya matibabu yaliyofanyika kule India. Na hospitali ya Zydus sio katika maisha yalikuwa na mazingira ya rafiki sana. Rai yangu labda kwa nilikuwa nimekutana na tests mbalimbali kuzungumzia wale, lakini Tanzania yetu hii tuwekeze sana kwenye elimu. Tuwekeze sana kwenye elimu. Sasa tukiwekeza vizuri kwenye elimu tutaweza kujitambua na kutambua utu wa mwanadamu, thamani yake ni kiasi gani. Kwa sababu uhai wa mwanadamu huwezi haununuliwi. Maumivu ya mwanadamu hayanunuliwi. Na kwa Watanzania wengi tu ambao niseme heri kifo kuliko maisha ya taabu. Na heri pumziko la milele kuliko ugonjwa wa kudumu. Heri kifo kuliko maisha ya taabu. Na afadhali pumziko la milele kuliko ugonjwa wa kudumu. Na maisha nini? Sana kwamba Watanzania walio wengi ni wagonjwa sana, lakini hawapati huduma. Na nalisema ili kwa rejea tu ilivyotokea swala la kikombe cha kwa babu. Uliona Watanzania walivyojitokeza kwa wingi. Ndio unaweza kujua ukubwa wa tatizo la sekta ya afya ni kubwa kiasi gani. Kwa hiyo tusijidanganye, na hili naliongea bila wasiwasi, tusijidanganye kwamba eti tumeshaweza kujitosheleza kwenye sekta ya afya. Bado. Ndio kwa tumejitosheleza kwenye sekta ya afya. Haya niliyofanyiwa nilivyoumia miaka 37 iliyopita yangekuwa yamesharekebishika miaka mingi ya huko nyuma. Niacha mpaka niumie kiasi hiki, nipate taabu kiasi hiki, mpaka mahali nifikie kwamba
niseme heri kifo kuliko maisha ya taabu, na heri pumziko la milele kuliko ugonjwa wa kudumu.